Sehemu ya pili ya hadithi ya bilionea Elon Musk. Anasema, kuwa bilionea si lengo, nataka kuleta mabadiliko ya kweli duniani. Ana ndoto ya kuifanya binadamu kuwa species ya sayari nyingi, ndiyo maana anataka kujenga makazi kwenye Mars. Changamoto na mengi aliyopitia. Licha ya mafanikio, Elon amepitia changamoto nyingi. Alikaribia kufilisika mwaka 2008. Amekuwa akikosolewa kwa mtindo wake wa uongozi. Ameingia matatani kwa maneno yake kwenye Twitter. Amepitia migogoro ya kisheria na hata talaka 3, lakini kila wakati amesimama tena. Jinsi dunia inavyomchukulia. Leo, Elon Musk ni mmoja wa matajiri wakubwa duniani. Ameshika nafasi ya kwanza mara kadhaa kwenye orodha ya watu tajiri duniani. Anachukuliwa kama Steve Jobs wa kizazi kipya. Mtu anayebadilisha sekta moja baada ya nyingine. Wapo wanaompenda kwa ubunifu wake, na wapo wanaomchukia kwa msimamo wake mkali. Lakini hakuna anayeweza kupuuza mchango wake duniani. Funzo kutoka kwa Elon. Hadithi ya Elon Musk ni ushahidi kuwa mtu mmoja anaweza kubadilisha dunia. Anatufundisha mambo matatu makubwa. 1, weka ndoto kubwa sana. 2, usiogope kushindwa, ni sehemu ya mafanikio. 3, fanya kazi kwa bidii kuliko mtu yoyote unayemjua. Elon alisema, kwa kawaida nadhani watu wanapaswa kuwa na ndoto, sio ndoto ndogo bali kubwa sana hadi watu wakudharau. Kama umetazama hadi sasa, wewe ni mshindi. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii ili wengine nao wapate maarifa haya. Tuandikie kwenye comment ni jambo gani kubwa unataka kutimiza kama Elon Musk. Mpaka wakati mwingine, mimi ni jina lako kutoka PesaVibe, mahali pa maarifa na motisha ya mafanikio. Kumbuka, ndoto yako ni halali.